Yes, of course, mimi naitwa Ali, karibu kwenye mahojiano yangu na Saleh Jembe, tupige story namna tueleze alivyoona press conference zilizofanyika jana kuhusiana na klabu ya Simba. Tumeona kuna press ya kwanza ilifanyika ya wanachama wakirusha ama wakimwataki mwekezaji Mohamed Dewji kuwa yeye ndio sababu ya Simba kuyumbayumba, wakipeleka hoja zao. Lakini pia baada ya nusu saa tuliona klabu ya Simba ikitoa taarifa kwa umma mbili, kutoka kwa uongozi, lakini pia kutoka kwa mwenyekiti wa bodi kwa maana ya Mzee Kratos Magoli. Lakini pia baadaye tukaona press nyingine ya mashabiki wao wakiwa upande wa mwekezaji, akiwa wanamtetea mwekezaji. Kwa hiyo ni kama jana watu walikuwa wanarushiana, lakini baadaye mwenyekiti wa klabu ya Simba Mangungu naye alizungumza kwa ujumla, kuweka kila kitu sawa kwa kile ambacho kimekuwa kiendelea kwenye klabu yao. Tuko hapa na Jembe atueleze namna ambavyo yeye ametafsiri vipi hiki kinachoendelea kwenye klabu ya Simba. Jembe, kwema? Kwema, mambo vipi? Salama, tuko vizuri. Namshukuru Mungu, alhamdulillah. Ijumaa karimu. Jembe, wewe ni muumini wa kuachia watu watoe maoni yao ili kila mtu apresenti alichokuwa nacho kwenye akili yake. Tuanze na upande wa kwanza wa Simba ambao wanachama jana walifanya press yao ya kwanza ikiongozwa na Dr. Mohamed Hamis, yuko JB 64, mchungaji wa Simba, lakini na wengine, kila mmoja alizungumza lake. Walikuwa na hoja zao. Hoja ya kwanza ni mwekezaji Mohamed Dewji, yeye hajatoa hela Simba. Kipindi cha usajili kimefika, anapigiwa simu, anazima, hapatikani, kiasi cha kwamba mwenyekiti wa Simba Mangungu kwenda kukopa hela kuja kufanya usajili kwenye ile dirisha dogo. Lakini pia hoja yao ya pili wanasema kwamba Mohamed Dewji amezuia mchakato wa wanachama wapya kwenye klabu ya Simba, kwa hiyo wamebaki wale wale ili aweze kuwatawala. Lakini hoja yao ya tatu ni mishahara. Simba imekuwa kiumba kwenye mishahara, mwekezaji amekuwa atoe mishahara. Lakini hoja yao ya nne ambao ndio imewafanya wao kupelekea kumpa masaa 72 Mohamed Dewji aondoke ndani ya Simba ni Mo kusema anaidai Simba bilioni 98, anaidai Simba, na akashapeleka barua kwa CEO kwa maana ya saini iende kwa bodi nao waipitie ili Mo Dewji aweze kulipwa hela zake. Hizo ni baadhi ya hoja ambazo wameziwasilisha mashabiki wa Simba. Kwako unazitafsiri vipi hizi hoja? Kwanza mimi ni muumini kama ni ulivyosema wewe, muumini wa kuachia watu wazungumze ili uweze kuwasikia. Mara nyingi watu wamekuwa wanazuia watu kuzungumza, labda kwa hofu hiyo. Wakati mwingine wazungumzaji wamekuwa wanazungumza hovyo hovyo, na watu wanapozungumza, mimi ninavyoamini, unapata nafasi ya kujua uwezo, upeo, nia na dhumuni la wale wanaozungumza. Sasa unaona hawa wamezungumza, mimi nafikiri ni jambo zuri sana kwa Simba kuliko vile ambavyo watu wengi wanalitafsiri. Sijajua kama hivyo umeona press release imetoka, na kumekuwa kuna maswali mengi kwamba mbona ilitokea hivi hawakufanya. Hata tulipofika hapo sasa, mbona walikuwa kimsema Mangungu hawakusema. Na mimi nilikuwa nafikiri ukiona aliyetoa press release, mfano klabu imetoa siku chache zilizopita, Mangungu alishambuliwa, klabu ikatoa press release. Ndio. Kwa hiyo nafikiri wamekuwa na utamaduni huo, lakini bado uongozi wa Simba umeonyesha umuhimu wa mwekezaji wao, kwamba ni mtu ambao wanamhitaji, wanaelewa. Lakini kitu ambacho mimi kimenishangaza sana kwa waliozungumza, na bahati nzuri mimi nilibahatika kuzungumza nao pia, wakiwa wanataka maoni yangu kwamba kama walichozungumza ni sawa au sio sawa. Mimi nikasema bahati mbaya sikuwa nimeona vyote mlivyozungumza. Kwa hiyo acha niangalie nikipata nafasi ya kuona, alafu ili niweze kueleza na mimi maoni yangu. Kwa sababu mimi mtu anayesema sio adui. Na ukiangalia watu wengi sana wanazungumza kwenye karibu kila kitu. Maana yake cha kwanza unachofanya ni kuwasikiliza na kuwaacha wazungumze kama kuna uwezekano wa kuzungumza. Lakini mimi swali langu linakuja, kwa nini watu wanazungumza kupitia hearsay? Yaani wanazungumza kupitia fununu, halafu fununu ndo wanazifanya ukweli na uhalisia. Mfano, watu wanakuambia hivi, umesema moja ya hoja umetaja hapo kwamba mwekezaji hatoi fedha. Pincha usajili kazima simu. Swali linakuja, nani aliwaambia
nani aliwatangazia kutoka kwenye klabu ya Simba kwamba mwekezaji kazima Simba? Na wapi wamekosa kufanya usajili? Na nani alisema, ni Mangungu mwenyewe au nani kwamba Mangungu kakopa hela? Kwa sababu watu wote hapa kila siku wakizungumza wanasema Mangungu hafanyi usajili, si ndio? Wanasema hivyo. Kwa nini tunakwenda kumlaumu timu inapofanya vibaya? Sasa vipi Mangungu alikwenda kukopa fedha? Kwa hiyo ni zile habari za kwenye vijiwe vya mitandao ya kijamii watu wamevichukua, halafu wakakasirika wakaenda kusema. Lakini swali linakuja, na ndio maana nilikuwa natamani labda ningekuwa na mmoja wao hapa, kwamba nani anasema kwenye klabu ya Simba mfadhili au no nini mwekezaji ndio anatakiwa kutoa fedha za usajili? Nani anasema? Wapi hiyo ipo kwenye katiba? Labda waliwekeana, kuna makubaliano labda na klabu, anayejua labda atuonyeshe. Juzi kwenye mkutano wa mwisho wa Simba ambao ulizua tafrani, klabu ya Simba ilisema Mo Dewji ametoa fedha za usajili, si ndio? Kwa hiyo unataka kuniambia kama klabu inasema mwekezaji ametoa bilioni 6 amewapa, halafu wanachama wamekuja wanasema hajatoa, sisi tushike la nani? Sasa nani kawaambia wanachama mwekezaji hajatoa fedha? Klabu imetuambia sisi wadau kwamba mwekezaji ametoa hela. Wanachama wamekuja wanasema mwekezaji hajatoa fedha. Nani kawaambia? Kutoka wapi? Kama ametoa bilioni 6, anatakiwa tena atoe ngapi? Labda mfano makubaliano yao wao, mwekezaji anatakiwa atoe shilingi ngapi kila mwaka, na akisha toa labda safari hii hajatoa ngapi? Sababu ni vibaya sana tukiwa tunazungumza kama vile vipepeo. Ya unajua unaruka, hakuna hata direction, unakwenda kushoto, unakwenda kulia, yani unatoka Sinza kwenda Manzese lakini unaangukia Buguruni, unarudi Ilala, yani mpaka uje ufike pale inakuwa ni shida. Hawatuambii shilingi ngapi mwekezaji anatakiwa atoe kwa mwaka, kwa makubaliano yapi? Halafu akisha zitoa hizo, huyo mwekezaji inakuwaje mwisho wake? Kwa sababu mimi nilichokuwa nakifikiria ni wanachama wa Simba kwenda kwenye press conference kama walivyofanya wale wa jana, kwenda kulalamika kwamba transformation yetu sisi haikamiliki, inamfanya mwekezaji kushindwa kutimiza zile ahadi alizozitoa, including swala la uwanja nafikiri. Sasa transformation haijakamilika, yeye huyu anatakiwa awe anatoa hela tu. Kwa misingi hipi? Kumekuja kuna issue meisema ya kwamba inaonekana mwekezaji kakopa, ameleta barua, lakini ile barua klabu ya Simba imesema hapana. Umeona mitandaoni. Sasa kwa nini hawa watu wanajaji kila cha mtandaoni ambacho ni tetesi au hearsay, wanakwenda kuifanyia press conference kumlaumu mtu? Mfano mimi nilimuona yule kijana anayesema Mo Dewji aondoke. Sasa zingine paka unamuonea huruma na yeye. Wakati mwingine unasema huyu anasema mwenyewe au anasema kwa mujibu wa watu wengine. Sasa watu wana vyanzo jembe. Kwa hiyo kuna mtu mimi story nikitoa kwa jembe basi ni ya uhakika. Kuna mwingine bwana story nikitoa kwa Boldense basi ni ya uhakika. Sasa hawa watu wote waliokwenda kuzungumza, klabu imewakanusha. Tuwaamini vipi sasa? Kama hivyo vyanzo unavisema. Maana chanzo, mimi nikikwambia chanzo kukanusha kiwezekani, kwa sababu nakwenda kuchukua kwa reliable source. Sasa kilichotolewa na klabu manake kimewakanusha wale, kana kwamba wale wamesema vitu ambavyo sio sahihi. Lakini wale wameshasema tayari, wana judgment. Mimi nilifikiri wangekuwa smart, wangeenda kuhoji kwamba kuna taarifa hii kweli. Tena hawakupaswa kumhoji Mo. Unamhoji anayedai. Ungeihoji klabu yako pande wa 51%, kama kweli tunadaiwa na hii, klabu itueleze, uongozi utueleze tunadaiwa aina gani ya madeni katika matumizi yapi. Hicho ndio itakiwa kwenda kufanya wao, sio kwenda kumfukuza mdai kama ni kweli huyo mdai yupo. Lakini umerudi kwenye swala la kusema hatoi fedha na wakati huo hautaki kudaiwa. Hizo fedha anazotoa, anakupa hizo fedha kwa mfumo upi? Je, klabu ya Simba ina makubaliano huyu mfadhili awe anatoa tu fedha? Yaani maanake awe anaisaidia tu Simba? Sasa zimekuja na habari ambazo ni personal kwamba kazima simu. Unajua, ukisikiliza, ukiweka kwenye kichwa chako, kama kweli akili yako inazunguka vizuri, kwamba mtu kama Mohamed Dewji, mfanyabiashara mkubwa kama yeye, tajiri namba 1 Tanzania, amezima simu.
Kwa nini anashindwa kusema mimi sasa hivi sio wakati wangu wa kutoa au siwezi kutoa kwa sababu 1, 2, 3? Yani azime simu, anamwogopa nani sasa? Lakini ukiangalia huyu ndio ni mtu ambaye amekuwa most successful kwenye klabu ya Simba kwa kipindi chote cha mafanikio ya Simba. Imetokea hatoi, maana yake ni swala kukaa chini na uongozi kama kweli anatakiwa kutoa, afu akalizungumza. Lakini so hali mzuri, nani akijisikia tu anakwenda kukaa anasema aondoke. Na mimi nikwambie, sio rahisi kama watu wanavyofikiria kwamba yani leo akitoka mwekezaji wako basi anapatikana tu mwingine. Utafikiri vile wawekezaji wananunuliwa sokoni. Ukitaka kwenda vile kama kununua, leo unachagua kwenda kununua embe, unanunua, kesho enda kununua tikiti, unanunua, basi kwa sababu ni mwekezaji wanapatikana tu. Kwanza inatakiwa mapenzi, nia yake yeye na kadhalika. Hauwezi ukasema yeye ana vitu vibaya tu. Lakini hivi vitu tunavyoambiwa vyote ambavyo hata mimi nashindwa kuvizungumzia kumkosoa, vina ukweli upi? Leo angekuwa amesimama mwenyekiti wa Simba upande wa 51%, angekuja akasema, mfano mimi najua kwenye mfumo wa kibiashara, unajua hizi mali zilikuwa zinakuja kuingia kwenye ile ilikuwa inaitwa Simba Holding something, kampuni nataka kuanzisha katikati. Lakini katika marekebisho yaliyofanyika hivi karibuni ya BMT, mali zote zimerudi upande wa 51%, si ndio? Huku mwekezaji sasa anakuja yeye anawekeza ile hela yake. Hawa watakuwa wamewekeza zile ili kukutana katikati. Sasa huyu mwekezaji anatoa hela kwa sababu gani? Yeye anatoa ili apate nini? Kwa sababu husi ni uwekezaji. Kama yeye anatoa, hawa wana mali zao na yeye anatoa fedha kabla ya zile bilioni 20, si ndio? Klabu na yenyewe inatoa nini? Sasa hivi vitu ndio walipaswa kuvihoji. Na wakati mwingine wanasema mnasema nini? Kama hauna uhakika wa kitu, hauna haki ya kuzungumza. Hivi vitu vyote vimezungumzwa kupitia hearsay. Na mimi nimeshangaa hata kuona watu kwamba eti hiki kimeleta taharuki, kimeleta mchanganyiko na kadhalika. Lakini ni ile nguvu tu ya mtandao, watu wameshindwa kuiaccumulate. Mimi umeona mara nyingi watu inatokea wanasema jambo, mimi naweza nikanyamaza kama nikalipuuzia tu, hasa nikiliona halina sababu za msingi. Lakini jembe hapo kwenye hoja yao wamesema Modoji amenufaika zaidi kuliko Simba. Sasa walipokutana, ukimtoa Modoji leo, tukimrudisha Modoji wa miaka 15 nyuma na Modoji wa sasa ni tofauti. Modoji amekuwa mnufaika mkubwa kwenye Simba kuliko Simba kunufaika, ambalo na yenyewe limezungumzwa kama namna mafuta yanavyoweza kuelea juu ya maji. Mimi nakuuliza swali wewe uliyekuwa kwenye press conference, amefaidika vipi? Kutangaza biashara zake, kufungua makampuni makubwa, vinywaji. Kwa hiyo nataka kuniambia yani vinywaji vimetangazwa tu kwenye Simba ndio Mohamed Dewji akafaidika? Hata na wewe unaweza ukafikiria kweli umeambiwa hicho kitu ukakiona kile kitu kina hoja. Kwa mtu kwa kusema tu amefaidika, okay, amefaidika sana. Alikuwa na shilingi ngapi kaongeza shilingi ngapi kupitia hiyo kama ni vinywaji? Kwa sababu sana anauza mchele, sijui anauza sijui nini, anauza sijui nafaka ambazo hatuzioni kwenye Simba na kadhalika na kadhalika. Anayesema hivyo, okay, ana uhakika anaweza katuambia hivi vitu kwa data, kwa sababu press conference haina data. Press conference ina hearsay na watu wanapata watu wa kuunga mkono. Na nimeona wale waliozungumza ambao walikuwa wanamuunga mkono wao sasa mwekezaji, nimeona wanasema hawa watu wanatumika. Mimi sitaki kuingia kwenye hayo mambo, lakini possibility ipo, kwa sababu sasa hivi ni kipindi Simba inapitia mambo mengi ya hovyo. Kuna watu walikuwa madarakani hawajafurahishwa na kuondolewa. Wao walikuwa madarakani wana nguvu, leo hawana nguvu, hawafurahishwi na hiyo hali. Kwa hiyo wanajaribu kuingia hivyo, lakini mimi na maoni kwenye hilo, kama ni kweli kutakuwa kuna watu wanatumika, basi vizuri sana wakaangalia maslahi ya klabu yao na sio maslahi yao wao binafsi. Kwa sababu hebu jiulize, kama yeye ni shabiki wa Simba au mwanachama, anakubali kuitumika kuiumiza klabu yake kwa sababu ya faida yake ya muda mfupi? Ni vizuri, mimi nashauri vijana tufanye kazi, tuangalie ambacho kinaweza kikatufanya tukawa imara. Wakati mwingine ukiwa na kitu chako wewe, hauwezi kuteteleshwa na watu wakwambie fanya hivi. Unajua sisi, mfano nimekuwa kwenye uandishi na ndio maana najitahidi kutengeneza waandishi, ingawa sijawaweza wote. Wengine nimewaanzisha mimi, lakini nao out of my hands, kwa sababu wamepita huko,
wamekuwa wale waandishi wameshikiwa kamba na mabwana na mabwanyenye, yani wazungumze kile wanachokitaka. Wako mimi walijaribu hivyo, lakini imeshindikana, kwa sababu mimi mwenyewe ni mwandishi, nje ya mwandishi ni mchuuzi wa vitu vidogo vidogo, napata senti zangu zinanifanya nile ugali wangu na dagaa nikiwa comfortable, nizungumze bila ya uoga wa kile ambacho nakiona. Mfano, leo ingekuwa hawa mabwana wana hoja za msingi, tungewaunga mkono. Wamezungumza jambo moja, na wao wamelisema kwamba mwekezaji amezuia mchakato wa wanachama. Hivi mwekezaji kazuia unania wa wanachama? Hebu angalia hii logic yangu mimi. Anayehusika na wanachama kabisa nambari moja kwenye klabu ya Simba ni nani? Mwenyekiti wa klabu ya Simba. Mwenyekiti wa klabu ya Simba. Kama ameweza yeye kumsikiliza mwekezaji, kama ni kweli, kwa nini msimhoji mwenyekiti wenu kwamba kwa nini umekubali hili? Lakini mna ushahidi na hilo vipi? Na ukiangalia, yani vitu vingi vilivyomrukia mwekezaji, yani unaonekana kabisa ni vitu vyote yani mtu kavitengeneza halafu akaanza kuvizungumza. Mfano, atokee mtu aseme Sale Jembe ni mweusi, Sale Jembe ni mwembamba kuliko Ali Mzuri, Sale Jembe ni mfupi kuliko Mohamed Hussein, si ndio? Sale Jembe ni mjinga kuliko Ibrahim Bulidensa, ambao vitu vyote ni vya uongo. Halafu yeye mwenyewe aende kuvilalamikia hivyo vitu. Yani kavitunga yeye au kaambiwa bila uhakika, hakuna confirmation hata jambo moja. Halafu vyote aenda kulalamika. Kwa nini Sale ni mweusi hivyo? Sasa wewe kumuona Sale kweli mweusi sijui au kwa nini Sale ni mwembamba hivyo? Kwa sababu hali anabania hela ni mwembamba kweli kweli. Sale hana akili, anazidiwa na ball dancer. Vitu vyote vya uongo. Lakini huyo mtu anakwenda anasema na anaanza kulalamika yeye mwenyewe tena. Sasa ndio narudi kwenye hilo swali langu mimi. Anayehusika na swala la wanachama si ni mwenyekiti wa klabu? Ndio. Kwenye 51%. Ndio. Kama kweli anaweza kukatazwa na mwekezaji, itakuwa ni jambo la ajabu sana. Wanachama wanapaswa kumhoji nani? Mwenyekiti wao. Amesema kwenye hoja nyepesi kabisa inayoelea. Na mimi nilikuwa nashangaa kama press conference mlikuwa mnafanya hamwezi kuulizana. Na wao waliniuliza niwatolee maoni, na nafikiri wakiona hii ndio maoni yangu. Kwamba pale walipokuwa nasema kwamba wamezoea kunania wanachama, si ndio? Kusajili wanachama kwa sababu mwekezaji anataka aweze kutawala wachache. Kwani wakiwa hawa waliopo na waliokiwa wengi tofauti yake ni nini? Kama kwa sababu sasa hivi kwa mfano kama Yanga kwenye uchaguzi wao wanaenda watu wachache, watu 5. Maana yake kama mtu anataka kufanya hujuma ni rahisi kuwachukua wale wachache, lakini wakienda wengi inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo mwekezaji wa Simba, Yanga wako wengi, hawapo wengi kwenye uchaguzi wanakuwa wachache, sio wengi. Wanachama ni wengi, sio wengi. Wana wanachama wengi. Sasa kama Yanga wamefanya hivyo, Yanga shindwa nini kufanya hivyo? Na kwenye swala la wanachama ukumbuke, wanaokwenda kuhojiwa kwanza ni wale wanaowaongoza wanachama. Na wanachama wanawahoji hawa yale mambo ya wanachama. Mfano, mimi siungi mkono kwenye yale yaliyotokea kwa wanachama, kwa maana ya kwenye kikao chao kile. Mimi natamani watu wawe huru kuongea. Kwa hata wanachama wangepata nafasi ya kuhoji wale wanaotaka kuyahoji. Na wakati mwingine ninasema unapowanyima watu nafasi ya kuzungumza, ndio wanakuja kuzungumza mambo ya uongo kama haya. Kwa sababu hawana nafasi ya kusema. Waache watu waseme, ujue anasema ukweli, ujue huyu anasema uongo, lakini uongo na majibu mepesi. Sababu si mtu anasema uongo. Kwa hiyo mimi nimeona ilikuwa ni press conference ambayo ninafikiri hawa watu kuna waliokuwa wanania hiyo na kuna waliokwenda kama fuata upepo. Hawataki uchaguzi, wamesema hawataki uchaguzi, Mangungu apepewe. Sasa hayo ni mambo ya kishosti. Yaani unapofikia hatua ya kwamba hutaki uchaguzi, katiba ya klabu inasema taratibu huu uchaguzi upo, na tulikuwa tunasema ambao wanampinga Mangungu kama hawamtaki uchaguzi unakuja, si ndio? Pale wanaweza wakafanya maamuzi yao kama ambavyo sisi wapiga kura kwenye nchi yetu tunaweza kaamua kupitia kura yako. Nafikiri wanaweza wakafanya hivyo, lakini mimi ni waase kama klabu yao kweli inapita kwenye ups and downs kwa kipindi hiki, hawapaswi kuwa waangamizaji wa klabu pia kwa sababu ya kuangalia maslahi yao wao. Ni vizuri kama wanahoja uongozi pia waache waseme, lakini na wao wanapoacha kusema
basi waseme hoja za msingi ambazo zinakuwa zina faida, sio hoja nyepesi kama hizo walizozitoa ambazo zote ukiziangalia tumesikia, ambazo umesikia wapi? Hakuna hata waliposikia. Ndio maana watu wengi wanaanza kuamini kwamba hawa waliozungumza wametumwa, kwa sababu hakuna wanapoonekana kimesemwa. Ingekuwa ni kiongozi wa Simba kalalamika, wao wanakuja kumuunga mkono au kumpinga, leo lingekuwa ni jambo zuri sana. Swala la kuzima simu ya mtu, muingilia mambo personal. Wewe simu ya mtu umejuaje ilizimu? Nani kakuambia? Wanaambiwa vitu vya uongo, na nafikiri na wale watu ambao bado wana maumivu labda ya kuondolewa kwenye uongozi na kadhalika. Kwa nafikiri sio jambo zuri kwa klabu yao, na kama kweli unaipenda klabu yako hauwezi kukubali kuiangamiza kwa sababu ya vipozeo vidogo vidogo. Jembe, umezungumza, umesema kwamba walikuwa walichokizungumza ni kama wametumwa, lakini nikipitia kwenye peji ya Simba nao wametoa taarifa, kwa maana watu wakajiuliza kwa nini Simba wasingenyamaza kuwaacha kile ambacho kimezungumzwa. Taarifa ya kwanza wa uongozi wa Simba unasema leo tarehe 5, maanake ya jana, baadhi ya watu, hawajaita wanachama wala mashabiki, wameita baadhi ya watu wametumia nembo mbalimbali za wadhamini wa klabu yetu katika mkutano wao. Klabu ya Simba inatoa onyo kali kuwa mkutano huo au kuwa mkutano rasmi unaotambulika na klabu. Hii imetolewa na uongozi, kwa maana wanasema tafsiri yake ni kama hawatambui, sio wanachama wala sio mashabiki, wameita watu, baadhi ya watu wametumia nembo Simba. Lakini tukitazama sura zote Jembe zeni wanachama klabu ya Simba na wanahudhuria kwenye mkutano mkuu. Lakini pia baadaye tukaona taarifa ambayo imetoka kwa mwenyekiti wa Simba ambaye Mzee Magoli, yeye anasema, mwenyekiti wa bodi anasema bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba imesikitishwa na vitendo vya baadhi ya watu kuitisha mkutano na kutoa maneno ya kashfa na kauli zisizo za staha kwa mwekezaji wa klabu ya Simba ndugu Mohamed Dewji. Vitendo hivyo visivyo vya kiungwana havikubaliki. Uongozi wa klabu inatoa pole kwa ndugu Mohamed Dewji. Aidha, uongozi wa klabu ya Simba umeandikia barua jeshi la polisi kuchukua hatua kali za kisheria kwa wale wote wanaohusika katika mkutano huu ama kula njama za kuwafikisha katika vyombo vya dola kama ni makosa. Kwa hiyo hii imetolewa na mwenyekiti wa bodi. Sasa watu wanajiuliza Jembe, Simba ilikuwa inatosha kunyamaza kwa sababu waliotoa kama sio kweli watu wangejua, na kama sio ya uongo watu wangejua. Lakini pia hii kusema kuwashtaki, maanake unawazuia watu wasitoe maono yao. Lakini wengine wakaenda mbali zaidi wakasema watu hawa bango hili lilitumika kumkashifu Mangungu, lakini klabu haikutoa taarifa kwa umma, ilinyamaza wala haikukemea. Iweje leo wamekuja mbele kuzungumza hivyo kwa sababu wameguswa Mohamed Dewji ambaye wanaonekana kama wana faida naye tofauti na klabu ya Simba? Kwanza kwenye hilo nafikiri ilianza na kukujibu kwamba ukizungumza kwanza, klabu ina haki ya kulinda maslahi yake kama klabu. Na ukiangalia kama unaisoma kwa mistari taarifa ya kwanza, maana yake inakanusha kabisa yale maneno yote walioyasema wale kwamba sio ya ukweli. Ndio maana yake kwa kusema kwamba watu, maana yake haiwatambui kabisa. Na kama klabu haikukutambui, maana yake unawezaje kujua vitu vya ndani ya klabu kwamba simu ilizimwa, sijui hatoi hela na kadhalika. Lakini cha pili, mimi naona ni sawa, ingawa nilikuwa nafikiri ingekuwa ni taarifa moja tu kuelezea kuhusiana na kulinda maslahi ya wadhamini kwa kutumia nembo zao kwenye mambo ambayo klabu yenyewe inaona hayana afya na klabu, lakini chini yake pale wangeweka kama wanataka kumzungumzia mdhamini wao kwa kile ambacho kilitokea, na haki ya kumlinda mwekezaji wao, kwa sababu watu wamehoji mbona Mangungu hakuwahi kusema. Lakini nafikiri 4-5 days ago, si ndio, walitoa press release kupinga vitendo vya kushambuliwa kwa mwenyekiti. Kwa hiyo mimi sioni tofauti na watu wanachokihoji. Kwa hiyo ingekuwa labda press release moja mimi niliona kuelezea kuwalinda wadhamini wao, lakini pia kumlinda mwekezaji wao kutokana na kile ambacho wanakiona sio sawa. Hii ni swala la kwamba polisi ichukue hatua. Nafikiri mwisho umemalizia na neno moja, nasema kama ni kweli, kama ni kosa, kama ni kosa, wao wametoa wito. Kutoa wito inawezekana yoyote, mfano
mi nakumbuka wale watu walionishambulia kwa maneno ya uongo na kunizushia. Nilifika polisi, nikasikiliza mawazo ya polisi wananiambia nini, na wakakubali, wakaona kweli hapa kuna shida, tukawachukulia hatua wale watu. Na ile kesi unajua haijawahi kufa hadi leo. Yani nikiamua kuiendeleza, siku nikifurumuka nikaona ni watu wale wamerudia, naweza nikaiendeleza. Lakini nilipata maoni pia kwamba nimefanyiwa 1, 2, 3, ni jambo la mtu kalizusha, kalitunga, yani sijui chochote, kama mtu tukaamka kafanya hivyo. Unaona, na bado mwingine tatoa siri, lakini kuna kitu tunakishughulikia kuhusiana na ile akaunti ambayo ilifunguliwa. Lakini mwisho polisi wakaona ni kitu ambacho unaweza kukichukulia hatua. Kwa hiyo kutoa wito si jambo baya kama wanaona ni kosa, lakini kama hawaoni ni kosa, kuna sababu ya kuchukua hatua. Lakini pia klabu lazima iwaonyeshe watu kwamba haiwezi kuwa inapokea kila kitu kinachozungumzwa na kila mtu. Yani mtu akifikia kilala nyumbani Mohamed Hussein, kesho akiamka anakuja tu na kitu chake chochote anachokiona anaweza kukizungumza, klabu inanyamaza au klabu inakanusha. Kwa sababu maana yake kuna vitu vingine lazima vichukuliwe hatua. Mfano hata katika wale wanasema juzi hapa, nafikiri aliwekwa ndani sababu ya issue ya kiongozi mmoja hapa leo. Si ndio? Sasa kama kiongozi tu aliweza kumweka ndani, klabu yenyewe ikisema, ikiona hakia kwamba hapo kuna kitu hakiko sawa sawa, kwa nini siseme? Kwa ni mambo ambayo wakati mwingine kwamba maoni mimi naunga mkono, narudia kusema watu waseme, wawe huru kuzungumza, lakini mazungumzo yao basi yawe na faida na kile wanachokizungumzia. Haya mazungumzo yasiyo kwa faida ya wao binafsi au kwa ajili ya watu walio nyuma ambao hawataki labda mambo yaende vizuri. Kwa hiyo tuachie wao Simba. Unaona njia ya Mo Dewji kumpresent mwenyekiti mwingine ili aje kulinda maslahi yake, yani yeye kwa upande wa Mo Dewji amtoe mwenyekiti aende kugombea Simba, alafu akae pale mezani kama ambavyo tunaiona kwa Young Africans vile tumeona GSM amemtoa Harris kutoka kwenye kampuni yake kwenda Yanga kwa ajili ya maslahi vile. Unaiona hiyo nafasi kama unaweza tukapata utulivu akifanya hivyo? Inawezekana klabu ikatulia, lakini itakuwa dhuluma kubwa kwa klabu ya Simba. Itakuwa ni dhuluma kwa sababu kama katiba inasema huyo mtu anatakiwa kuwa na asilimia zake 49, klabu ina 51, alafu tena anayeongoza awe upande wake manake ana asilimia 100. Itakuwa ndo kama vile Yanga ambavyo wao wamekubali kwamba tufanyiwe chochote kinachofanyika, sisi tuko tayari, sisi tunachotaka matokeo. Tukisha shinda basi, kwamba kama nilikuwa najaribu hata kuwaza, nimeona kwanza niwapongeze GSM wameshinda tenda, lakini bahati nzuri mimi nipata taarifa siku 2 kabla kwamba wanakwenda kushinda ile tenda, maana niambia kuna Wachina sijui na nini, kwa wanakwenda kushinda ile tenda. Sasa mimi nilivyojua kabla hawajatangaza, nikawa nawaza maslahi ya Yanga. Ndio kwenye swali hilo unakuja leo niulize sasa, kwamba maslahi ya Simba yatakuwaje kama na huyu mtu akitoka kwa upande wa Mo Dewji, yani amchukue, tunamesha mfanyakazi wake aje ndio kwenye hiyo asilimia 51 tena. Kwamba nikawa nawaza sasa, ni bosi atakutana na kijana wake au mwajiriwa wake, yani kawalie mwajiri kwenda kujadili maslahi ya Yanga, kwamba maslahi ya Yanga hapa yanakuwa vipi? Kwa sababu unapokuja kwenye swala la uwanja, kwa mimi nitatoa kiasi fulani, labda tashirikiana fulani, ili mimi nichukue langu, labda haki ya kwanza jina, haki ya pili maduka atakayojenga, hapa mimi nitachukua asilimia fulani. Sasa nani atalinda maslahi ya Yanga? Ni mwenyekiti wa klabu ya Yanga. Anaweza vipi akayalinda 100% akiwa yeye ni mfanyakazi ambaye anakuja kujenga? Yeye ndio tunataka kusema, mfano labda mwenyekiti wa Yanga angekuwa Mchina, alafu kampuni ile ya Wachina ndio imeshinda, alafu niambie yule Mchina atailinda Yanga kuliko Wachina mwenzake? Ni jambo ambalo linawezekana. Lakini najua watu hawawezi kusema sasa hivi kwa sababu mnasema nini, wamekuwa ile kwenye kile cha mafanikio wamepakwa nini mnaita ile mafuta kwa mgongo wa chupa wamepakwa hivyo, na kumekuwa kuna kale kaisia sasa hivi mwandishi ukisema, unajua nilikwambia mimi nimekuwa sugu, nilikuwa nikisema wananishambulia, na ndio nilikuwa nakiamini, ninanyamaza kwamba maneno yote yataisha. Sasa hivi maneno yameisha,
Sasa wanatafuta na ya kutunga na yenyewe yameisha. Alafu mimi naendelea kusema ukweli, kwa maana mimi nagonga pini, alafu wao hawana cha kusema tena. Na mimi naendelea kusema ukweli kwamba maslahi ya Yanga hayako sehemu salama. Otherwise, kwa sababu Yanga inashinda na wanachama kwenye mpira huo wanawaza ushindi peke yake. Na hii nafikiri ni level ya sisi mashabiki na wanachama wa kiwango chetu sisi, ambao hawafikiri zaidi maendeleo mengine zaidi ya kushinda na kuchukua kombe. Hata wakichukua kombe la mashabiki tu na yenyewe ni mafanikio. Hata wakichukua kombe la Mapinduzi na yenyewe ni mafanikio. Wakichukua yale makombe ya mechi moja moja lile Toyota Cup na yenyewe ni mafanikio. Lakini maslahi ya klabu kwa maana ya kuangalia kizazi kijacho kitatuuliza sisi tulikuwepo, tulisimamiaje klabu, hayapo tena. Na mtu ambaye anasema kama mimi hivi, kama ambavyo nimekuambia, si sawa kwenye 49% waweke mtu wao kwenye 51% wamiliki 100%. Wakifanya hivyo watakuwa wamerudi kufanya kosa kama ambalo limefanyika Yanga, ambao sasa hivi ukiangalia almost kama miliki ameshapatikana, lakini kwa njia ya mkato. Kwa hiyo wahusika wenyewe, na tunawaita ni watu walalamishi, wakubali kudhulumiwa, lakini wamenyamaza kimya na hawataki kusema, kwa sababu wana hofu kwamba matokeo ni sehemu ambayo nafikiri ndio mafanikio makubwa zaidi. Kwa hiyo kujibu swali lako kwamba hapaswi mwekezaji kufanya hicho kitu, ili kuwe kuna haki ya pande zote mbili. Sawa, la mwisho Jembe, tuzungumze na wadau wa mpira na wanachama wa mpira wetu wa Tanzania kuhusiana na wawekezaji wetu hao wakizawa, lakini pia wageni, namna gani tunaweza tukawaprotect ili kuhakikisha kwamba mpira wetu unasonga mbele. Mi kwanza, ambao wanawekeza kwenye mpira wote nawapongeza sana. Yani tuseme Mo Dewji, Bakhresa, GSM, kwa maana ya Ghalib, Makau kama nimewahi kumpigia hata simu siku moja kumweleza mwekezaji mzawa, na ndio maana wanatamani Fountain Gate ifanye vizuri. Nawapongeza na wengine wote nawapongeza kwa kile wanachofanya. Kuna Mtibwa, kuna Kagera Sugar, hao ni wawekezaji pia wanachokifanya. Pia Jeshi nawapongeza kwa wanachokifanya kwenye michezo yetu, lakini nimekuwa na msisitizo mmoja. Wakati ninaamini wawekezaji wanapaswa kulindwa, kama ambavyo umeona klabu mwekezaji unapaswa kumlinda, kusema si sawa sawa, lakini wawekezaji watende haki pia, kwa sababu wawekezaji ni wafanyabiashara. Kwa hiyo wasio wakaangalia in terms ya biashara zao tu, lakini wakashindwa kuangalia maslahi ya klabu hizi. Kwa sababu mfano klabu ukichukua mfano Simba na Yanga, natumia neno mara nyingi sana kwamba Simba na Yanga ni tunu ya Tanzania. Watanzania, moja ya kitu ambacho tunajivunia na kukizungumzia ni Simba na Yanga, ni furaha yetu na kero yetu. Kwa hiyo wawekezaji wakija kwenye hilo wasifikirie maslahi yao peke yao, wafikirie maslahi yao, lakini wafikirie maslahi ya hizi klabu, kwa sababu ni mioyo yetu sisi wa Tanzania, ni tunu yetu, ni kitu chetu cha kujivunia. Ukizungumzia kwenye amani, kwenye upendo, kama ambavyo nimekuwa nikitoa mfano wa hakuna familia ambayo utakwenda na kama zipo Tanzania ni chache mno, wakawa Simba familia nzima au ukoo mzima, au wakawa Yanga ukoo mzima, lazima ndani yake kuwepo. Kama kuna na rafiki yangu mmoja anaitwa Ernest, ni Yanga lialia. Yani ukija kwenye hoja za mpira, yani yeye hata hawezi kujadili hoja, yeye ni Yanga tu. Unajua chochote cha Yanga yeye lazima alalamike tu. Unafika tu nikaanza kumwona huyu mtu ajui mpira, nikasema wakani Ernest, yani ndo juzi nimeambiwa mama yake ni Simba. Sasa kumbe wewe ana Simba na Yanga, sasa mbona amekuwa hivi? Lakini basi labda amechagua kwa yeye mwenyewe hivyo. Lakini maana yangu nataka kuisema kwamba kwenye hizi familia zetu zote ni Simba Yanga, Simba Yanga. Kwa hiyo ni vizuri sana hata sisi tunaozungumza, wakati tunataka wawekezaji waheshimiwe, lakini tutetee maslahi ya hizi clubs zetu, kwa sababu ndio kizazi kilichopo sasa, na tunaweza kuzitetea kwa maana ya kuzizungumzia na kuzisemea yale yaliyo sahihi, badala ya kuangalia maslahi binafsi ya wawekezaji tu au maslahi binafsi ya sisi wenyewe kwa ajili labda niseme ya nitumie neno njaa, matumbo yetu. Okay. Anajua shukrani kwa sehemu yako, nasema asante bwana. Ijumaa karimu. Kameraman amelala.
Kameraman kalala. Au labda una swali na wewe, maana sio kwa ulikuwa na maswali, lete. Ingia tu.